Hapana siasa na hiyo Mr. Speaker. Nataka kuanza na hii mada yenye jamaa amesema ati kuna petition imepelekwa kotini ya kwamba ukitusi mwanasiasa, ukitusi kiongozi unafungwa 1 to 4 years. Ile yenye jaji atakufunga. Mr. Speaker, hiyo ni kitu mzuri sana Mr. Speaker. Juu viongozi wetu hatuwezi tusi. Hakuna venye Ruto anaweza kosa kujengea Chelin Ruto, akujengea affordable. Bado nakuja kusimama hapo ukaa kwa kuonia unamtusi. Mr. Speaker, mtu kama huyo anafaa kukaa jela miaka 4. Akirudi apate kama nywele sosa kuna affordable yake Mr. Speaker. Mr. Speaker, kwa sababu gani nasema hivi Mr. Speaker? Asanteni sana. Kwa jina naitwa Mapamba na nauliza member swali. Amesema ati William Ruto amesema serikali imesema impeleka mswada kwa court. Ati kitukana kiongozi unapelekwa jela. Acha nimuulize. Yeye alitukana Matiang'i kwa aenda chonge miwa Kisii. Alafu tena akasema kwa oda nani nini mjaulezwa sirimeni maulezwa. Mtu kama huyu inafaa yeye ndani napelekwa jela yeye wa kwanza. Oya nani wewe hujaulezwa siwache nijibu. Mr. Speaker, nimeulizwa swali mzuri hapa. Jamaa amesema ya kwamba mimi pia huwa natusiana. Mr. Speaker, mimi nataka members abebe mkono juu. Asema mahali nywele zao amewahi tusiana. Kwa sababu mimi nasemanga ukweli. Nikisema ya kwamba Rigathi Gachagua anavaa koti na kai imebeba mawe. Nyinyi amuonangi. Amuonangi hizo koti. Ama hiyo ni matusi Mr. Speaker. Hiyo si matusi. Mimi nasemanga koti ya Rigathi Gachagua venye inakaa. Inakaa hivi, sasa inakaa kama imebeba mawe. Hiyo si matusi. Mr. Speaker, nimesikia hapa jamaa amesema ati kesi imepelekwa kotini ati ukipatikana umetusi mtu. Mr. Speaker, mtu mwenye amekubaliwa kutusi mtu Kenya ni mimi peke yangu. Sababu mimi ukinishika Ruto ndiye anakuja kunitoa. Lakini wewe kama unasifu sifuna alafu tusiane hapa, utajua kwa umba ni hivi. Mr. Speaker, mada ya pili Mr. Speaker. Nimesikia hapa mmesema maandamano iko. Mr. Speaker, mimi raundi nilisema na watch kwa balcony ama kwa TV. Mr. Speaker, maandamano mfanye tu mpaka kwa nyumba yangu sitting room. Bora tu ugali yangu ndio msiguze kwa mesa. Msipoguza ugali yangu nyinyi muendelee tu na maandamano yenu. Kwa sababu Mr. Speaker, sisi kama jamii ya Wajaluo tumeenda maandamano hadi tumechoka. Tumeenda mpaka kuna watu wamejitokeza. Wanatuambia ati nyinyi Wajaluo nyinyi mko na kifua kubwa, mnangoanga reli, sisi tunaenda tunachukua tunauza. Sisi tumeomba msamaha. Raundi endeni mungoe na muose. Hatutaki reli. Si mnasemanga sisi tunangoa nyinyi mnauza. Raundi hatutawangolea. Kwa hivyo raundi tumewawacha huru. Endeni mungoe na muuse. Reli tumewawachia. Bora tu msingoe yenye inakuja kwa biashara yetu, sisi kama wafanyikazi wa biashara Nairobi. Sisi kama business community. Umejua mimi Mr. Speaker, sisi tulikuanga wajinga. Kwa sababu mimi sikuwa najuanga Kenya kuna shares. Lakini tangu Rigathi Gachagua aniambia kwamba hii Kenya kuna shares. Mimi nikaendea Ruto. Nikamwambia nimesikia kuna kitu inaitwa shares. Ruto akanipea shares zangu. Akanipea minister of nini? Money. Ya pesa. Mr. Speaker. Ati sahi Mr. Speaker, mtu wa Mount Kenya anaweza chuna jaba yake. Apeleke kwa soko. Alafu shuru yake inaenda inalala juu ya maji Mr. Speaker. Hiyo ndio nini yangu. Mr. Speaker, sahi stima kwetu Nyanza. Mimi nilikuwa natumia ile taa ya chupa. Kuroboi. Mr. Speaker, tangu waweke pia Wandai. Sahi stima inawaka Nyanza mpaka ndani ya mahindi. Hiyo ni share yangu Mr. Speaker. So Mr. Speaker, mimi ni kama mwindaji Mr. Speaker. Nimeshaua ndovu. Tena naona sungura inanipita mbele. Unaniambia tena nifuate sungura. Sasa sasa ukiniambia niende kwa opposition nifuate Rigathi Gachagua na masikio ya punda. Mr. Speaker, na Ruto amenipea serikali, mimi ndio na manage pesa ya Kenya. Mimi ndio naandika budget na mimi ndio natoa na mimi ndio nabeba hiyo pesa Mr. Speaker. Tena niambia niwache hii ati niende kwa maandamano Mr. Speaker. Maandamano hii inakuja. Muende na mimi niliambia Rigathi Gachagua. Kama hii maandamano nataka kweli tufanye vizuri. Wewe kuja na bibi yako, mkue mbele. Alau watoto wenu, mtupe hapa nyuma. Risasi kipigwa na jikinga nyuma ya kijana yako. Hiyo mimi nitaenda maandamano. Lakini bila hiyo Mr. Speaker,
Mr. Rigathi Gachagua mimi nitawatch kwa TV. Na kwanza mimi Mr. Speaker, tangu Raila Amolo Odinga kufa TV yangu nilingoa, nimeweka hapo chini ya kitanda. Juu sina mtu wa kuwatch kwa TV Mr. Speaker. Kwa hivyo hiyo siku Mr. Speaker, naweza rudisha hiyo TV nione Rigathi Gachagua venye tia gasi na msumbua Mr. Speaker. Hiyo nitawatch. Mr. Speaker, namalizia na hii mambo ya Kitengela Mr. Speaker. Mr. Speaker, watu wenye walienda Kitengela jana, mbona wana time siku ya soko Kitengela? Wana time siku yenye walikuwa wameenda kuuza nini gandamia Kitengela, ndio wanapeleka vitu zao. Niliona wamama after hiyo nini wanalia, avocado yao zimekanyagwa, nyanya zimekanyagwa, ati walikuwa wameenda kuona Sifuna. Mr. Speaker, mimi nashangaa hii vita ni vita ya ODM. Kwani kuna wakilemba wenye wako ODM? Wale wenye walikuwa wanalia Gaifa afa, sijui Sifuna newe tu. My friend, mimi najua wenye wako nyuma ya Sifuna. Sifuna si mbaya, na mimi nasema kila siku, Waluya wote Kenya ni wazuri except Sifuna. Sifuna tio ndio mbaya. Na huyu Sifuna, oya, wewe ni Sifuna na umekaa kwa kulia. Sifuna anakaa kwa kulia. Mr. Speaker, nikimalizia Mr. Speaker, kuna mtu ameuliza ati hii side ya kina Sifuna na hii side ya kina Odinga ati ni gani kuna spirit ya Raila? Mimi nataka niwaulize, hii side ya kina Sifuna kuna mtu wa kina Raila hapo? Kuna mwenye kuna damu ya Raila huku kwingine? Nani? Naomba hivi. Najua vitu zinaongea ni point, wacheni kushangilia sana. Jamani nimaliza. Haya, Mr. Speaker, sasa si wananiheko. Order. Wacheni kushangilia sana, wacheni maliza. Nasema hivi, kwa hizo side mbili Mr. Speaker, ukiangalia Oburu Odinga, ukipeleka DNA leo, damu yake na ya damu ya Raila Amolo Odinga ni damu moja. Haya, chukua Sifuna, pima Sifuna, utaona damu yake inatoka huko sari ya Uganda ikielekea. Kwa hivyo Mr. Speaker, mahali kuna spirit ya Raila, mahali mtu anaweza ota Raila ni huko Oburu Odinga Mr. Speaker. Mimi nasema Ruto tutam, na hapo ndio tuko Ruto.